Yesu alipowaambia wale Wayahudi, alipokuwa akiwaambia kwamba ninyi ni wana wa Ibilisi, ninyi ni watoto wa Ibilisi, ninyi baba yenu ni Ibilisi, alikuwa hamaanishi kwamba shetani amelala na mama zao ndipo wakazaliwa wao, bali alikuwa anamaanisha kwamba tabia ambazo wako nazo, asili yao, asili ya tabia yao ya ndani, ile ndo ni asili au tabia ya Ibilisi, tabia ya chuki, tabia ya wivu, tabia ya hasira, tabia ya kutaka kuua, kwa sababu unaona walikuwa wanamchukia bila sababu, wanamtafutia njia za kumwangamiza, wanamfanyia yani wanamtega kwa namna mbalimbali ili waweze kumwangamiza. Ndio maana alikuwa anawaambia kwamba ninyi ni wana wa Ibilisi. Kumbe kuwa mwana wa shetani inatokana na tabia zako, si kwa sababu labda umezaliwa na shetani ndo amekuzaa, no, bali zile tabia zako ambazo wewe unazifunua, unazozionyesha kwa watu wengine, ndizo zinazothibitisha kwamba wewe ni mwana wa shetani au mwana wa Mungu. Kwa hiyo vice versa is true, kwa maana kwamba unapokuwa unafanya mapenzi ya Mungu, mambo ya Mungu, unawapenda watu, unawaheshimu watu, unawasaidia watu, maana yake wewe unafanyika mwana wa Mungu, kwa sababu unafanya yale ambayo ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kwenye hii dunia, kumbe kuna watu ambao ni wana wa shetani, ni watoto wa shetani, wana ambao baba yao ni Ibilisi, kwa sababu wivu ndo tabia yao. Wivu yani ni kama chakula kwao, hasira, chuki, upinzani, yani mahasira ya ajabu ndio vitu ambavyo wanavifurahia, na wanajisikia fahari kuwa na hasira za ovyo, kutaka kuwaua watu bila hawajawakosea, kuwapinga watu, kuwakasirikia watu, kuwachukia watu, kuwawekea watu vikwazo. Yani wanajisikia fahari na wanaona ni fahari yao. Wakiona wamefanikiwa wanainuka kinyume chako kutaka kukuangusha. Yani ni tabia zote za shetani. Kwa hiyo ndio maana Yesu anawaita hao ni wana wa shetani, kwa sababu wameamua kusimama upande wa shetani na kujenga ufalme wa shetani na kuzifanya kazi zote ambazo shetani yeye ndio anazifanya. Maana yake wanazifanya kazi za shetani badala ya shetani, ndio maana wanaitwa wana wa shetani. Kwa hiyo sasa, kwa sababu dunia ina wana wa shetani, hao wana wa shetani lengo lao siku zote ni kuwaumiza watu. Sasa hatari inapokuja ni kwamba wakikukusudia wewe mabaya, wakakuroga, wakakutangazia maneno mabaya, wakakusema vibaya kwa watu, wakakuonyesha kila aina ya upinzani, wakaonyesha chuki zao zote na bado hazifanikiwi, huwa wanakuchukia zaidi. Yani wanakuchukia zaidi. Yani akiona amekupinga, amejaribu kila njia, kila mbinu, wanaona kabisa kwamba hawawezi kukuzuia, hawawezi kukupinga, hawawezi kukukwamisha wala kukurudisha nyuma. Wanakuchukia zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo ndio maana utaona Yesu kadri alivyoendelea kuwa anawashinda, kwa sababu wanamtafutia hatia. Wanakuta hana hatia, hana kosa. Ndio maana waliendelea kumchukia mpaka wakafika hatua ya kuamua kumwangamiza. Kwa sababu gani? Walikuwa wanaendelea kumchukia kadri jinsi ambavyo wanaona kwamba wanamfanyia ubaya, wanamtega, wanamwekea hivi vikwazo, anaendelea kushinda, wakawa wanaendelea kuchukia mpaka ikafika hatua wakaamua kumwangamiza. Kwa hiyo inathibitisha jinsi gani watu ambao wamekubali kuwa wana wa shetani huwa wanakuwa na bidii sana. Ndio maana imeandikwa kwamba watu waovu hawawezi kupata usingizi, hawawezi kulala mpaka wamekamilisha ubaya ambao wameukusudia. Hivi unaweza kaona sasa kwamba ni shetani. Yaani unaweza kusema kweli ni shetani. Yaani unaweza kusema kwamba si watoto wa shetani ila wao ni shetani. Kwa sababu haiwezekani eti mtu anashindwa kulala mpaka ameua mtu, mpaka amemwaga damu ya mtu, mpaka amemroga mtu, mpaka ameharibu mambo ya mtu, biashara za mtu, hatima ya mtu. Ndo unakosa usingizi kwa sababu haujamuumiza mtu. Hiyo inaonyesha wazi kabisa kwamba Yesu alikuwa yuko sahihi, kwamba kweli kwenye hii dunia kuna watoto wa shetani, wana wa shetani ambao wamekubali kusimama na shetani, kuitenda kazi ya shetani, kusaidia kufanikisha agenda zote za shetani kwamba zinatimia. Maana yake ni wana wa shetani. Kwa hiyo sasa, hekima ambayo inatakiwa kuwa nayo sisi, kuna watu ambao sasa, hao watu ambao wamekutendea ubaya, wameamua kufanya kila mbinu kutaka kuangusha au wameshindwa, wanachokuwa nakipambania zaidi ni kwamba wanaanza kudili na connections zako zote. Wataanza kuangalia watu wako ambao wanakubeba, wanakusupport, watu wako ambao ni wa karibu, ili kujaribu kuvunja connection zako ili ubaki wewe mwenyewe. Sasa ili ukishabaki wewe mwenyewe ukose nguvu, ukose msaada, ili waweze kupata nafasi ya kukuangamiza zaidi. Ndio maana utaona kwamba walipoenda kumfuata Yesu, walitengeneza mazingira ya wanafunzi wa Yesu kukimbia ili Yesu abaki peke yake. Unaona, walienda kwenye mazingira ambayo Yesu hakuwa na umati mkubwa, ili waweze, yani wanatengeneza mazingira ya kukudestroy kwa maneno mabaya kwa watu, kwa maneno kusema vibaya, kusema kwa uongo, ili watu wakuone katika picha ambayo haifai, wakutenge, wakukatae. Licha ya kwamba hayo yote walikuwa wanajitahidi kuyafanya kwa Yesu. Tunaona hata mfalme Herode alisema, jamani, mimi nimemfuatilia huyu mtu, sioni hatia yoyote juu yake, sioni hatia yoyote juu yake, sioni hatia hata moja juu yake, siwezi kumhukumu.
lakini wao wakasema kwamba huyo ndo tunamtaka. Sisi hatumtaki huyo ambaye amekosea, ameingia kwa makosa. Yaani mtu ameingia gerezani kwa makosa, lakini hawamtaki huyo, wanamtaka yule ambaye ameingia gerezani bila makosa na ndo anataka ahukumiwe. Unaona? Wana wa ibilisi wapo na lengo lao siku zote ni kukupinga usifanikiwe. Wakiona unaendelea kufanikiwa, wanaendelea kuongeza chuki na hata kutaka kukuangamiza kabisa. Hekima ukiwa nayo, hautakuwa mwepesi kuunga makundi yoyote yale yanayomsema mtu vibaya au yanayompinga mtu, kwa sababu hujui uhalisia ni upi, hujui kuna kosa gani. Kuna watu wengine hawana shida na mtu yote ule, ila watu ndio wanaotafuta shida na huyo mtu. Kwa hiyo usipotambua hilo, utahisi kwa sababu wako wengi sana ambao wanasema huyu mtu hafai, huyu mtu ni mbaya, huyu mtu ni hivi na hivi, utahisi kwamba hao watu wako sahihi, kumbe hao watu ndio watu ambao ni wabaya, na unakubali kuingia kwenye kundi lao na kumtendea huyo mtu ubaya pasipo kujua kwamba unamuonea bure. Kwa hiyo hii ni hekima ambayo inaweza kutusaidia kufanya maamuzi ya kuchagua upande bila kuleta majuto au maumivu kwa mtu ambaye hastahili kuonewa. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.